kutujalia sisi sote tumekutana kwenye kikao hiki adhimu kwa ajili ya usomaji wa utekelezaji wa ilani ambayo ingesomwa tarehe za mwisho wa mwezi wa 2024 kwa maana ya mwezi wa 12. Lakini kutokana na shughuli zilizokuwa zimetukaba, tulikuwa na uchaguzi, tulikuwa na mikutano mikuu ambayo ilikuwa inatuhusu kwenda Dodoma, hatukuweza kuifanya. Lakini leo Mungu ndo aliandaa siku hii kuja kukutana na kuja kufanya majumuisho ya maendeleo ndani ya wilaya yetu. Maana ya utekelezaji wa ilani ni kwamba una duka lako, unafanya biashara, jioni unaenda kupiga hesabu. Sasa kila baada ya miezi 6 huwa tunapiga hesabu. Na leo tunapiga hesabu kuona kwamba miradi iliyokuwa imetekelezwa ndani ya kata zetu, vijiji vyetu, mwenendo wake unaendaje, wapi bado na wapi tayari. Nichukue nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa DC wetu kwa kazi kubwa. Leo tunafanya majumuisho. Tukushukuru sana kwa siku hii kuitenga kwa ajili ya kufanya majumuisho hapa kwa namna ya kuona utekelezaji uliofanyika kwenye wilaya yetu ya Ikungi. Nina imani wajumbe hawa na makabrasha walikishayapitia toka tunawaambia ule muda wa asubuhi. Kikao chetu hakiwezi kuwa kirefu kwa sababu tayari makabrasha haya wanayo, wamekishayapitia. Na kama kuna sehemu za kuuliza maswali, tayari mtaweka vidoti kwenye makabrasha yenu. Baada ya mawasilisho ya mkuu wetu wa wilaya, basi tutajumuika kuulizana maswali, na pale pa kushauri tutashauri, na kila mmoja awe na wazo la kujenga. Sitegemei kushambuliana. Sote tunajenga nyumba moja. Tusije tukafikia kushambuliana kwamba huyu ni mkosaji sana. Amekuwa daraja zuri kutuunganisha sisi chama na serikali, lakini pamoja na watumishi wako hawa wametoa ushirikiano mkubwa, hususan kwenye ukaguzi wa miradi yote tuliyotembelea. Nikupongeze sana, unajenga mazingira mazuri, na kijana wako Dasi alikuwakilisha vizuri wakati huko mkoani kwa ajili ya maendeleo mengine kwa ajili ya Amos. Ili wilaya yetu iwe na mafanikio ni pale tutakapokuwa na mashikamano ya pamoja. Ili wilaya yetu iwe na mporomoko ni pale tutakapoacha kushikamana. Kila mmoja aheshimu nafasi ya mwenzie na kila mmoja alinde mipaka yake katika utendaji wake wa kazi. Tukifanya hivyo, tunaweza tukaijenga Ikungi ikawa imara zaidi na ikawa ya mfano ndani ya mkoa wa Singida na taifa letu la Tanzania. Lakini kwa mahusiano haya, niwaombe na ninyi wenzetu mlioko kwenye kata, nendeni mkajenge mahusiano ya chama na serikali ili kutengeneza muhimili wenye nguvu kwa ajili ya kukijenga chama na kuendelea kushika dola. Kwa sababu kila mmoja mwenye dhamana ndani ya chama chetu na serikali anaye faida ya kukijenga chama. Aima kwa kutekeleza miradi kwa wakati na kutekeleza miradi iliyo sahihi, na yeye anakuwa amechukua adhima ya kukijenga chama, kwa sababu hawezi kumsema yeye, watakisema Chama cha Mapinduzi kimeajiri watu wazuri wanayefanya kazi nzuri na maendeleo yanaonekana. Kwa hiyo niombe na ninyi kwenye kata zenu, nendeni mkafanye hayo ili chama chetu. Najua mihemko iko kwa watu, kuna watu wanapita huko kutafuta kura, kuna watu wanapita kushawishi, habari tunazo. Naomba heshima ya chama hiki iheshimiwe. Hiki chama ni chama ambacho kikongwe, lakini ni chama chenye ustawi, lakini kina watu ambao ni waadilifu. Sasa wale ambaye mko ndani humu, aidha aliyoko madarakani, aidha anayesaka kura kama wewe kutaka kuingia kwenye nafasi ya udiwani, na hatutamani muende kule kwenye kata. Chama hiki kina utaratibu. Mkionekana mmezurura sana, ulikuwa unatafuta nafasi ya udiwani, unatafuta nafasi yoyote ile, hatuwezi kukupendekeza. Kwa sababu ishatoka tarehe 1 mwezi wa 5, mnapaswa kuchukua fomu, hasa wale mnaogombea hizo nafasi mbili, madiwani pamoja na wabunge. Lakini hatutamani kuona kwamba rafu zinaanza kutembea huko, hali kadhalika na rushwa. Hatutamani. Nini maana yake? Chama hiki kina mikusanyiko ya watu wa kila aina, wenye uelewa na wasio na. Jina lako lisirudi
kwa sababu ya tuhuma hizo ambazo utakazokuwa nazo, lile kundi lako halitorudi kukiunga mkono chama chetu, aidha ile aloshinda utakuwa umetupasua katikati, aidha umekwenda kwenye kura za maoni umeshindwa, umetumia fedha nyingi, wewe mwenyewe utakuwa na uchungu wa fedha zako, utakuwa na uchungu na yale. Ndipo tutakapojenga chama safi na ndipo tutakapopata wagombea safi. Nina imani uongozi wote huo unatoka kwa Mungu, huwa huradhimishwi. Unaweza ukatumia nguvu kubwa sana, aidha kutoa fedha, ushawishi, lakini kafika siku ya uchaguzi Mungu akasema hutokuwa wewe na hutokweli kuwa. Kwa hiyo tusitumie nguvu kubwa sana, lakini ninyi viongozi wenye dhamana, mkiwepo wenye viti wa kata na katibu kata pamoja na wenezi wako wenye nia ya kuomba, tunawasikieni. Tulikishasema wale ambaye mna nia hiyo, muandike barua ya kuachia nafasi mlizo nazo. Haiwezekani ukawa refa, wewe ukawa kipa na wewe ukawa namba 9 unafunga goli. Haiwezekani ikajitokeza hivyo. Kwa hiyo wale ambaye mnataka kuomba, na nashukuru kule Mgungila wawili washaandika barua, mwenyekiti wa kata washaandika na mwenyekiti wa vijana. Lakini pamoja na hayo, lazima tuwafikirie sana. Inawezekana ukaomba hiyo nafasi, ukaandika na barua, ukajihuzuru, lakini muda mwingi umeshatuibia, kwa sababu ulikuwa ukifanya siasa za kujitengenezea kula wewe. Imefikia mwishoni unajihuzuru ili uombe hiyo nafasi. Sitegemei tukawateua watu wa aina hiyo.